Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Biblia ina hadithi nyingi zinazoweza kuchukuliwa kuwa za kutisha, zenye kushtua au kusikitisha sana. Mara nyingi zinaonyesha matokeo ya dhambi, hukumu ya Mungu au ukatili wa kibinadamu. Hapa kuna baadhi ya hadithi hizo zitakazotajwa katika vyanzo mbalimbali. Bonde la mifupa mikavu tutaipata kupitia Ezekieli sura ya 37. Katika maono ya Ezekieli anaona bonde lililojaa mifupa mikavu ya watu waliokufa, ambapo kisha ikajumuika na kupata uhai kwa nguvu ya Mungu. Moja kwa moja, karibu tukajifunze bonde hili lenye mifupa mikavu, ambapo Ezekieli atatuongoza kutupa simulizi hii, kuona ni kwa namna gani mifupa hiyo iliungana tena ikawa hai kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Simulizi yetu leo itatuongoza kupitia kitabu cha Ezekieli sura ya 37 mstari wa kwanza hadi 28. Moja kwa moja tukaangalie maandiko haya matakatifu yanatuambia nini. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho wa Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, E Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Nami nitatia mifupa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwapulizia ngozi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama ilivyoamliwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mifupa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwepo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, akauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoni kutoka pande za pepo nne, e pumzi, ukawapulizie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri uambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wa Mungu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapo yafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Neno la Bwana likanijia tena kusema, na wewe mwanadamu, twaa kijiti kimoja, ukaandike juu yake kwa Yuda na kwa wana wa Israeli wenzake. Kisha twaa kijiti cha pili, ukaandike juu yake kwa Yusufu, kijiti cha Efraim, na kwa nyumba yote ya Israeli wenzake, ukaviunge pamoja kwa ajili yako, hiki na hiki viwe kijiti kimoja, viwe kimoja katika mkono wako. Na wana wa watu wangu watakapokuambia wakisema, je, hujatuonyesha maana ya mambo hayo utendayo? Mwambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitatoa kijiti cha Yusufu kilicho mikononi mwa Efraim na kabila za Israeli wenzake, nami nitawaweka pamoja nacho, yani pamoja na kijiti cha Yuda, na kuvifanya kuwa kijiti kimoja, navyo vitakuwa kimoja mkononi mwangu. Navyo vijiti ambavyo uliviandika juu yake vitakuwa mikononi kwako mbele ya macho yao. Ukawaambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitatoa wana wa Israeli toka kati ya mataifa walikokwenda, nami nitawakusanya pande zote na kuwaleta katika nchi yao wenyewe, nami nitawafanya kuwa taifa moja katika nchi hiyo juu ya milima ya Israeli, na mfalme mmoja atakuwa mfalme wao wote, wala hawatakuwa tena mataifa mawili, wala hawatagawanyika kuwa falme mbili tena hata milele, wala hawatajitia uchafu tena
kwa viwango vyao, wala kwa vitu vyao vichukizavyo, wala kwa makosa yao mojawapo. Lakini nitawaokoa na kuwatoa katika makao yao yote, ambapo wamefanya dhambi ndani yake, nami nitawatakasa. Basi watakuwa watu wa Mungu, nami nitakuwa Mungu wao, na mtumishi wangu Daudi atakuwa mfalme juu yao. Nao wote watakuwa na mchungaji mmoja, nao wataenda katika hukumu zangu na kuzishika amri zangu na kuzitenda. Nao watakaa katika nchi niliyompa Yakobo mtumishi wangu, walimokaa baba zenu, nao watakaa humo, wao na watoto wao na watoto wa watoto wao milele. Na Daudi mtumishi wangu atakuwa mkuu wao milele. Tena nitafanya agano la amani pamoja nao, litakuwa agano la milele pamoja nao, nami nitawaweka na kuwazidishia na patakatifu nitawaweka katikati yao milele. Tena maskani yangu itakuwa pamoja nao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Na mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, mimi ni watakasaye Israeli. Patakatifu pangu patakuwa katikati yao milele. Bonde la mifupa mikavu, kama ilivyoelezwa katika kitabu cha Ezekieli sura ya 37 aya ya 1 hadi ya 28, ni moja ya maono ya nguvu zaidi ya kibibilia yanayohusu urejesho na uweza wa Mungu. Haya ndiyo mambo makuu ambayo bonde hilo linatufundisha. Moja ni uwezo wa Mungu kufufua hali zilizokufa. Mifupa mikavu inawakilisha hali ambayo kwa macho ya kibinadamu hayana tumaini kabisa. Funzo kuu ni kwamba Mungu ana uwezo wa kuleta uhai upya katika maisha yako, iwe katika ndoa, uchumi au kiroho, hata kama hali hiyo inaonekana imekufa au kukauka. 2, tunapata fundisho kuwa nguvu ya neno la Mungu. Ezekieli aliamriwa kutoa unabii, kunena neno la Mungu kwa mifupa. Hii inatufundisha kuwa neno la Mungu lina nguvu ya kuleta mabadiliko, kuunganisha vipande vilivyogawanyika na kuleta uhai. 3, tunajifunza kuwa umuhimu wa tumaini na imani. Hata wakati wa mambo yanayoonekana kuwa magumu au yasiyowezekana, maono haya yanatuhimiza kutokata tamaa. Mungu hatishwi na hali zetu za kukata tamaa, bali huona uwezekano wa uhai. 4, tunajifunza uwepo wa Roho Mtakatifu kama chanzo cha uhai. Uhai unaingia katika mifupa baada ya upepo Roho kupuliza. Hii inatufundisha kuwa urejesho wa kweli unatokana na nguvu ya Roho Mtakatifu, si nguvu za wanadamu. Jambo lingine tunalojifunza ni urejesho wa kitaifa na kiroho. Kimsingi, masomo haya yalikuwa kwa ajili ya taifa la Israeli lililokuwa limegawanyika na kukata tamaa. Linatufundisha kuwa Mungu anaweza kuleta watu wake pamoja na kuwarejesha katika hali ya baraka na uhusiano mzuri. Kwa ufupi, bonde la mifupa mikavu linatufundisha kuwa pamoja na Mungu hakuna hali iliyo ngumu ya kushindikana mbele ya Mungu.